Kitakwimu Young Africans ni timu ya pili kwa ubora kwenye kundi lake. Ukiondoa Al Ahly inafuata Young Africans kwa ubora. Ndio maana utaona kwenye upangaji wa makundi Young Africans wako ranked namba 2. Kwa hiyo hakuna namna unaweza ukasema Young Africans wamepangiwa kundi gumu. Hawajapangiwa kundi gumu, ila tu ni kwa sababu wa Tanzania tumeamua kuishi kwa mazoea. Watu wanajua ukikutana na JS Kabylie, ukikutana na FAR Rabat, ukikutana na Al Ahly, uta experience mchezo mgumu kwa sababu tu hawa watu ni Waarabu. Lakini mpira wa miguu hauchezwi na rangi. Mpira wa miguu unachezwa na mentality za wachezaji, physicality za wachezaji na commitment za viongozi. Ndio hivi vitu ndivyo ambavyo vinavyocheza mpira. Kwa hiyo hatupaswi kukaa na kuogopeshana kwamba Young Africans wamepangiwa kundi gumu, Young Africans wamepangiwa kundi la kifo. Hapa aliyepangiwa kundi la kifo ni JS Kabylie, aliyepangiwa kundi la kifo ni FAR Rabat, ambao wao wako chini ya Young Africans. Remind you, hili kundi linatakiwa lipitishe timu 2 ambazo kwa ubora as it stands Young Africans na Al Ahly ndizo timu bora kwenye hili kundi, kwa sababu kwenye zile polls ndizo zilizowekwa kwenye zile polls ambazo zinaonyesha ubora wa viwango kwa hizi timu 4. Kwa hiyo JS Kabylie walikuwa kwenye poti ya mwisho ya 4. FAR Rabat walikuwa poti ya 3. Kwa hiyo hizi mbili za chini statistically ndio timu dhaifu kwenye kundi. Young Africans na Al Ahly ndio superior wa kundi. So kinachoweza kuja kuamua hapa ni determination ya viongozi na wachezaji na performance, current performance ya kipindi husika ambapo haya mashindano yatakapokuwa yamelijumu, kwa maana ya kwamba tutakapoanza kuenda kuona mchezo kati ya Yanga na FAR Rabat, Yanga na JS Kabylie, hapo ndipo tutakapokwenda kubaini kwamba Young Africans walipangiwa na timu ngumu au walipangiwa na timu nyepesi. Lakini kwa kuhukumu tu kwa kuona kwamba zimekuwa seeded kwenye timu kwenye kundi moja, then tuseme Young Africans zimepangiwa kundi gumu au zimepangiwa kundi la kifo, big no, kwa sababu Young Africans so far ni timu ya pili kwa ubora nyuma ya Al Ahly kwenye kundi lake. Young Africans wanapenda kukutana na timu za mchezaji. We all know timu za kaskazini ni timu ambazo wanaenjoy sana mpira wa kasi, lakini kadri muda unavyozidi kwenda vitu huwa vinabadilika. Inawezekana tuli experience hivyo kwamba wanacheza mpira wa kasi, lakini wakaja wakabadilika wakacheza mpira wa slow na wa kimbinu zaidi. Lakini kitu ambacho huwezi kukitenganisha na Waarabu ni physicality. Hawa jamaa huwa wana fiziki nzuri ukilinganisha na timu nyingi kutokea kusini mwa jangwa la Sahara. So kama kuna maeneo ambayo Young Africans wanapaswa kuwa bora zaidi ni kwenye endurance. Wakiwa na fitness nzuri watakuwa na uwezo wa kuwahimili kwenye kipindi chote cha dakika 90. Tumewahi kushuhudia Young Africans ikishinda away tena kwenye mchezo wa finali dhidi ya USM Alger kwa mchezo wa finali ya kombe la shirikisho almost 2 years ago. Lakini tumeona Young Africans wakishinda dhidi ya Club Africain. Huwezi kuiweka mbali sana Club Africain na JS Kabylie, hauwezi kuweka mbali sana Club Africain na FAR Rabat. Ni timu ambazo zinashabihiana, tena inawezekana historically Club Africain wakawa ni timu kongwe zaidi kuliko hizi timu mbili nilizozitaja. Lakini Young Africans waliweza kwenda na kushinda away na kuondoka na matokeo. So kwangu mimi naamini Young Africans wana nafasi ya kufanya vizuri kwenye kundi lao na kuadvance kuingia hatua ya robo finali. Yanga kwenda kukutana na timu ambazo zote kwenye ubora wa ligi ziko juu Tanzania. Ligi zinatoka ligi ya kwanza kwa ubora, ya pili kwa ubora, ya tatu kwa ubora. Yanga inatoka kwenye ligi ya 4 kwa ubora. Hii ina maana gani katika ushindani huu? Hiyo kwangu mimi haina maana yoyote ile, kwa sababu watifu wangewachukuliwa Mashujaa wanatokea ligi ya 5 kwa ubora alafu wakaenda kuwa ranked na ASEC Mimosas ambao sio ya 5 kwa ubora, tungesema nani underdog? Tungesema ni Mashujaa, regardless ya kuwa kwenye nini, kwenye ligi yenye ubora. So haijalishi kwamba FAR Rabat na JS Kabylie wametokea kwenye ligi ambazo zina ubora mkubwa kuliko ligi yetu.
Young Africans ni timu ambayo tayari imeshajipambanua, na unapokuja Tanzania sasa hivi unapokuja kucheza na Young Africans kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa unajipanga kweli kweli. Haijalishi wewe ni nani, utapata matokeo, lakini uta struggle. Hata unapocheza na Young Africans away. We all saw what happened kwenye mchezo wa robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye uwanja wa Westfield kule Cape Town. Kwa hiyo Young Africans yenyewe tayari imeshajipambanua kwamba ni timu ya aina gani, inacheza vipi, na wanapokuwa wanahitaji matokeo inakuwa ni possible. Young Africans walishinda away dhidi ya Rivers, walishinda away dhidi ya Stade Malien, walishinda away dhidi ya TP Mazembe. Yani sio timu ambayo unaweza ukasema ni timu nyepesi. No. Yani kwenye zile timu nyepesi kwenye bara la Afrika sasa hivi huwezi kuchukua Young Africans ukaiweka mle. Young Africans ni moja kati ya timu ngumu kukumbana nazo kwenye mashindano ya soka barani Afrika. So kwangu mimi haijalishi zile timu JS Kabylie, FAR Rabat zinacheza kwa namna gani, zina nini na nini, dakika 90 zitaamua.